Roho. I'm talking about the wind of the Holy Spirit. Hallelujah. Upepo wa nini? Upepo wa Roho. Biblia inasema, The Bible says, watu wakaona kwamba maadui wamekaribia. people saw their enemies coming closer. Na watu wakamlalamikia Musa. And the people mourned or blamed Moses. Wakamwambia maadui wamekaribia. They told Moses, our enemies are very close. Na bahari iko mbele yetu. And the ocean is in front of us. Biblia inasema, The Bible says, Musa akawaambia, Moses told the people, msiogope. do not fear. Na kwenye bahari hii, Because into this ocean, ndio njia inatokea. that's where a way will Wewe come. msiwe na mashaka. So do not dismay. So hapa, Because in this very ndio place, njia inatokea. God is going to give us a way. Njia itatoka hapa. A way is going to take place. Lakini watu walikata tamaa. The people were downhearted. Watu waliona ya kwamba maadui wamekaribia. People saw their enemies very close. Na hawana mahali pa kujificha. They had no place to hide. Na bahari iko mbele yao. And the ocean was in front of them. Na hawawezi kukimbia. And they cannot run. Na wako na mifugo. And they had cattle. Wako na watoto. They had children. Wako na punda. They had donkeys. Wako na ng'ombe. They had cows. Wako na mbuzi. They had goats. Wako na kondoo. They had sheep. So hawawezi kukimbia ndani ya bahari. So they got to run with the animals. Na wakiangalia nyuma, When they look behind, maadui wamekaribia. enemies are too close. Watesi wamekaribia. The enemies are close. Biblia inasema, The Bible says Musa akanyanyua ile kafimba ya Haroni. Moses had to lift up the Aaron stick. Akaita upepo. He called the wind. Akaipiga bahari. He struck the ocean. Biblia inasema upepo ikashuka. The Bible says the wind came down. Ikaikawanya bahari. It parted the Red Sea. Babu zetu wakapita. Our grand ancestors crossed. Ninatangaza, I declare kuna today, bahari mbele yako. there is an ocean in front of